Aisee, ni vita kati ya Harmonize, Diamond pamoja na Alikiba. Wote wametoa ngoma na siku ya jana tunaona ilikuwa imeanza kwa Harmonize ambapo alisema Midnight itakuwa ni ngoma mpya, na nilikuwekea hapa kwamba kutakuwepo na wimbo mpya japo hakuweka wazi ni ngoma gani, lakini tunaona baadaye akatoa Friendzone. Lakini nilichokipenda ni kwamba Alikiba naye hakuwa mnyonge. Kwa mara ya kwanza Alikiba akaweza kutoa ngoma yake mpya inaenda kwa jina la Sela. Ngoma hiyo kwa namna moja ama nyingine inaonekana Big 3 au sio bana, inaonekana kabisa kwamba kutembea, yani kwa siku moja, kwa mara ya kwanza Harmonize, Alikiba na Diamond wametoa ngoma moja. Sasa watu wamezungumzia ni ngoma gani ambayo imeweza kufanya vizuri au sio bana, lakini kwa namna moja ama nyingine inaonekana mambo yamekuwa magumu kwa upande wa Simba, ambapo wengi wanasema kwamba hii ngoma ni mbaya au sio bana, na kwa namna moja ama nyingine ngoma nzuri ni hizi mbili ya Harmonize pamoja na Alikiba, ambapo tunaona Alikiba ametoa Sela, Diamond ametoa Sasampa. Sasa nimejaribu kufuatilia au sio bana, nimejaribu kufuatilia kwanza. Naenda kwenye upande wa peji ya Alikiba ambaye alitoa ngoma mpya, toa ngoma mpya inaenda kwa jina la Sela, na hii ni ngoma ambayo ameitoa jana usiku au sio bana, ilikuwa ni saa 6 na alitoa na akaandika out Sela au vipi bana, ametoa ngoma mpya. Na tunaona pale kuna Sela kaniumiza tena, kaniumiza sana au sio bana, lakini pia tunaona kwa upande wa Diamond Platnumz ametoa Sasampa. Hii ameshirikiana na watu tofauti, ameshirikiana na watu zaidi ya 4 hapa bwana. Tunazungumzia vocalist, tunazungumzia msanii mwingine kutoka kule Afrika ya Kusini, yani ameshirikiana na DJ kule Afrika ya Kusini, kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba Diamond ni kama alikuwa anataka sasa kucheza na upepo wa raia. Na kwa namna moja ama nyingine inaonekana upepo huo umeenda vizuri tu. Sasa kwa upande mwingine tumeona Harmonize ametoa ngoma inaenda kwa jina la Friendzone. Tayari ngoma hii imetoka katika digital platform zote na tunaona inafanya vizuri. Sasa kwa mara ya kwanza tumeona amedhihirisha nini maana ya Big 3 au sio bana. Tunaona hii ngoma ya Harmonize mpya ameshirikiana na Ibra ambaye anahusishwa kwenda WCB, ambapo tunaona alitoka kwenye lebo ya zamani ya Konde na kuelekea kule WCB. Lakini pia Harmonize alishawahi kufanya kazi chini ya Simba, manake huu ni uzao wa Diamond au sio bana. Yani hapo Diamond kuna vijana wake wawili, tunamwona alimzaa Harmonize na Harmonize akamzaa Ibra. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine jinsi ya mashabiki wanazungumzia kabisa kwamba katika hii ngoma kuna mtangazaji mmoja akasema kwamba kwa hiyo ile Big 3 imegoma kabisa, kwa sababu ya upande wetu haina noma. Tuongee ukweli, je, kwa ngoma gani kali Diamond, Alikiba, Harmonize nani katisha au sio bana, nani katisha? Kwa hiyo anauliza ni nani ametisha sasa katika wote waliotoa ngoma, maana wametoka kwa wakati mmoja, yani siku moja. Je, nani amefanya vizuri? Sasa maoni ya mashabiki wanasema Team Konde weka like hapa, Alikiba ni nyimbo ya kudumu. Ni nyimbo ya kudumu. Kudumu ndio kitu gani mashabiki Alikiba mnajua? Hiyo ya Mondi ni bubblegum, ya Alikiba itadumu siku zote. Kwamba hiyo ya Diamond ni kama itapotea muda si mrefu. Tocho, mnafikiri Diamond ametoa piano ambayo kila mtu ata vibe nayo, lakini Kiba akatoa nyimbo ambayo itahuzunisha watu. Tia hela, kumbuka kuna wakati wa vibe na huzuni, wewe unaongea sana. Mwingine akasema nani kakwambia nataka kudumu? Nyimbo moja sisi tunataka ladha bandika bandua, leo tunacheza hii, kesho tunaimba hii nyimbo, maisha matamu tuyapendayo.
Habari nyingine barani Afrika tuache tutoe Sasampa, kelele mwachie Kiba na Amo, tia hela weka hela, Sasampa. Kwa sababu tunaona ubunifu wa Diamond unaonekana kupendwa na watu wengi, kwa sababu Sasampa ndo habari ya mjini, yani pesa ndo habari ya mjini, au vipi? Mwingine akasema msanii wa mwaka wa mbele, yani Simba ni msanii wa mwaka wa mbele. Kisa yeye Sasampa, huyo ndo maana Lema na mvimbiaga na Monaga kama mjinga. Msanii anataka kubadilika brother. Hizo nyimbo za Kiba na Amo anazifiki kama kwa msumari na nani, sasa hawezi toa tena bongo. Acheni kulinganisha Sasampa na hizi gospel, kwamba acheni kulinganisha gospel, yani nyimbo za dini na Sasampa. Diamond anajua biashara ya muziki kuliko sisi, anajua soko linataka ni tena kwa wakati. Sijui tunasikilizwa lini watu wa new generation, nachoka kabisa. Mmoja sema uwezi sikiliza Sela ukiwa na stress au furaha, ila kesho muda kama huu utajua ni nani ametonga makali kupitia numbers kwenye platform zao, au vipi bana? Kiba ni fire, Konde ni fire, Sela ni msumeno, kwa kila mtu anaonekana kuvuta kwa upande wake. Sela ya Mfalme ni nyimbo ya kuishi milele. Tafadhali usifananishe na nyimbo zingine zinazochipua ghafla kama uyoga na kupotea ladha kama Big G. Sela inakuja taratibu, ni kama mvinyo tu, itaishi milele. Mwingine anasema wale wanaopenda kurusharusha hiyo Sasampa inawafaa, wapenda utulivu nenda kwa Alikiba na Konde. Friendzone namba 1. Konde hakoseagi, ya Diamond ni hiti, ya Alikiba ni ya kudumu, na Harmonize ni ngoma kali aliitisha inajulikana hapo, au so bana? Hivi mmesikia mkwaju wa Harmonize na Ibra au mnacheka cheka tu? Mwasema wasanii wa CCM wako kazini, hivi kwa nini wasingeacha kwanza mpaka tarehe 29 ipite? Kiba kaua sana, kaimba vitu vinaeleweka. Kwa hiyo hapa inaonekana Alikiba anasifiwa na mashabiki zake, na inaonekana wameweza kufurahia ni jinsi gani ngoma yao inaonekana kushika, kufanya vizuri. Sasa kwa haraka ninajaribu kufuatilia, au sio bana, kufuatilia nani anaongoza mpaka muda huu unaenda kurekodi hii habari kuhusiana nani anaongoza. Sasa masaa 9 yaliyopita Harmonize na jumla views 45. Alafu ukija kwa Alikiba ambaye ametoa Sela bana ina viewers 30,000. Tukija sasa Sasampa ya kwake Diamond, ametoa Sasampa bana, au vipi bana? Sasa Sasampa inaonekana bado hajaachia kwenye upande wa YouTube, au sio bana? Kwa anasikilizia hivi, anasikilizia. Kwa hiyo tunaona huko upande wa YouTube tunaona Diamond ni kama hajatoa, lakini Harmonize pamoja na Alikiba wametoa, huku Harmonize akionekana kushikilia namba, huku akiongoza kwa viewers kuliko hao wote. Dondosha maoni yako, ni nani ametisha? Hakikisha una subscribe.